IRGC yaangusha drone ya kivita Marekani aina ya MQ-9 karibu na Hormuz. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu limesema kuwa liliangusha drone ya kivita Marekani aina ya MQ-9 karibu na mlango bahari wa Hormuz, wakati mvutano wa kijeshi ukiongezeka kufuatia vitendo vya kijeshi vya Marekani na ukiukwaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, IRGC imesema kuwa drone hiyo aina General Atomics MQ-9 Reaper iliangushwa kwenye anga ya mji wa Jam katika mkoa wa Bushehr wakati wa mapambano ya kijeshi karibu na mlango huo muhimu wa kimkakati. Katika taarifa hiyo, IRGC imesema wakati wa makabiliano ya angani yanayoendelea kwenye mlango wa Hormuz, drone ya MQ-9 iliyokusudia kukaribia na kuingilia eneo la operation kupitia anga ya kaskazini mwa Ghuba ya Uajemi ililengwa na kuharibiwa kwa makombora ya wapiganaji shujaa wa vikosi vya kisasa vya ulinzi wa anga vya IRGC katika anga ya mji wa Jam, mkoa wa Bushehr. Kuangushwa kwa drone hiyo kumekuja baada ya Iran kutoa jibu kali dhidi ya shambulizi la Marekani lililolenga mali za Iran karibu na mlango wa Hormuz kufuatia ajali ya helikopta ya kijeshi ya Marekani aina ya Apache. Vyombo vya habari vya Kiarabu viliripoti milipuko mipya nchini Bahrain na vyanzo vya eneo hilo vikitaja kuwa milipuko hadi 16 ilisikika baada ya mashambulizi ya Iran. Mapema Jumatano, kikosi cha 5 cha jeshi la wanamaji la Marekani huko Bahrain kilishambulia kwa makombora na droni za Iran. Aidha, Iran ilitekeleza mashambulizi ya makombora na droni dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan na Kuwait katika saa za alfajiri za Jumatano. Tathmini za awali za picha za satellite na taarifa za kijasusi kutoka uwanjani zinaonyesha mafanikio makubwa katika operesheni iliyofanywa alfajiri Jumatano. Kwa mujibu wa takwimu za awali zilizokusanywa, 70% ya malengo yaliyopangwa yalipigwa kwa mafanikio. Wakati huo huo, picha za satellite pia zinaonyesha uharibifu kwenye kituo cha kijeshi cha Ramat David cha utawala wa Israeli kufuatia shambulizi la kombora la masafa marefu la Iran lililofanywa kulipiza kisasi mashambulizi ya Israeli kusini mwa Beirut. IRGC ilithibitisha kulenga kituo cha Ramat David, kituo muhimu kinachotumiwa na jeshi la Israeli kuratibu mashambulizi dhidi ya mji mkuu wa Lebanon kwa makombora ya Heibar Shekan na Kadri. Ulaya na vikwazo vipya dhidi ya Iran, kutetea ubaharia au muendelezo wa mashinikizo ya kisiasa. Akizungumzia vikwazo vilivyowekwa karibuni na Umoja wa Ulaya dhidi ya baadhi ya shaksia na taasisi za Iran, Kazem Garibabadi, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anayeshughulikia sheria na masuala ya kimataifa, amesema Iran haiipi thamani yoyote hatua hiyo ya kimaonyesho ya Ulaya. Ameandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, Iran itapuuza hatua hiyo ya Ulaya na kuendelea kutekeleza strategia yake ya kulinda mamlaka na haki yake ya kusimamia usalama wa lango bahari la Hormuz. Kaja Kallas, mkuu wa siasa za kigeni wa Umoja wa Ulaya ambaye ana ushirikiano wa wazi na utawala wa kizayuni wa Marekani, ametoa habari ya kuwekwa vikwazo vipya kwa umoja huo dhidi ya Iran. Uamuzi wa Umoja wa Ulaya kwa mara nyingine tena umeibua maswali mazito kuhusu hali ya sera za kigeni za Ulaya, uhuru wa maamuzi yake mbali na Washington na Tel Aviv, na ukweli wa madai yake kuhusu uzingatiaji wa sheria za kimataifa. EU imedai kuwa vikwazo hivyo eti vinalenga kutetea uhuru wa usafiri wa baharini katika lango bahari la Hormuz. Viongozi wa Ulaya wanadai kwamba hatua za Iran katika lango hilo ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa kuhusu safari za meli. Baraza la Umoja wa Ulaya pia limepitisha vikwazo hivyo chini ya mfumo mpya kukabiliana na Baraza la Umoja wa Ulaya. Pia limepitisha vikwazo hivyo chini ya mfumo mpya kukabiliana na kile inachokiita vitisho wa uhuru wa usafiri. Swala kuu hapa ni kwamba Ulaya leo inadai kutetea uhuru wa usafiri wa majini na sheria za kimataifa, huku katika miezi hivi karibuni ikikaa kimya mbele ya mashambulizi ya kijeshi ya Marekani na wazayuni dhidi ya Iran. Ukiukwaji wa wazi wa hati ya Umoja wa Mataifa na hata vitisho vya moja kwa moja kwa miundombinu muhimu katika eneo. Ukiukwaji wa wazi wa hati ya Umoja wa Mataifa na hata vitisho vya moja kwa moja kwa miundombinu muhimu katika eneo. Huu ndio mkanganyiko ule ule unaoashiriwa na wachambuzi wengi wa kimataifa wakiwemo nchi za Ulaya yenyewe. Ukweli ni kwamba mgogoro wa lango bahari la Hormuz haukutokea katika ombwe. Mgogoro huu ni tija ya moja kwa moja ya kuongezeka mivutano ya kijeshi katika eneo na hujuma za kijeshi za Marekani na utawala wa kizayuni dhidi ya Iran. Hata viongozi wa Ulaya wamekiri mara kwa mara kwamba usalama wa Hormuz unafungamana na matukio ya vita katika eneo. Jambo la kusikitisha ni kwamba badala ya Umoja wa Ulaya kushughulikia chanzo cha matatizo yaliyopo, umeamua kuyafumbia macho na kuanza kuituhumu Iran kwa njia zisizo za haki. Mbinu hii inaakisi kiwango cha undumakuwili ambao umekuwa mojawapo ya sababu muhimu za umoja huo kupoteza taratibu itibari yake katika ngazi za kimataifa. Katika miongo miwili iliyopita, Ulaya inazungumzia umuhimu wa kuheshimiwa mamlaka kitaifa, umoja wa ardhi na sheria za kimataifa kuhusiana na vita vya Ukraine,
lakini washirika wake wa magharibi au utawala wa Kizayuni wanapohusishwa na ukiukwaji wa sheria hizo hizo, umuhimu wake upoteza maana hafla na kupuuziliwa mbali. Umoja wa Ulaya si mchezaji mwadilifu asiyeegemea upande wowote, bali ni sehemu ya kambi yenye nguvu ya magharibi ambayo hutafsiri sheria za kimataifa kwa maslahi yake yenyewe. Taasisi za kifikra za Ulaya zimekuwa zikionya katika miaka ya karibuni kuhusu kupungua kwa nguvu na itibari ya kawaida ya Ulaya ulimwenguni. Itibari ambayo wakati mmoja ilichukuliwa kuwa ni moja ya thamani zake muhimu zaidi za kimkakati, na sasa imeharibiwa kutokana na sera za undumako-wili za Brussels katika kukabiliana na migogoro ya kimataifa. Wachambuzi wengi wanaamini kuwa Ulaya haiwezi tena kujidhihirisha kama mtetezi wa haki za binadamu na sheria za kimataifa asiye na upendeleo, kwani utendaji kazi wake unakinzana wazi na madai inayotoa. Hali hii inaonekana wazi katika lango bahari la Hormuz. Umoja wa Ulaya umeiweka Iran vikwazo kwa kuzingatia tafsiri maalum ya sheria ya usafiri wa baharini, wakati Teherani inasisitiza kuwa si mwanachama wa sheria hiyo na kwamba inatekeleza sheria zake kwa msingi wa sheria zinazokubalika kimataifa na zisizohatarisha usalama wake katika Ghuba ya Uajemi. Karibabadi amesisitiza kuwa sheria za kimataifa haziwezi kutekelezwa kwa mafanikio kwa kutumia mabavu na kulazimisha upande mmoja ili uzitekeleze. Sasa tutazame kwa nini watawala wa Marekani wanajaribu kujitenga na chokochoko za Netanyahu. Kushirikiana kwa utawala wa Trump na vitendo vya jinai na uchokozi vya Israeli kwenye kipindi cha miaka miwili iliyopita umekuwa na taathira mbaya kwa msimamo wa serikali ya sasa ya Marekani mbele ya maoni ya umma ndani na nje ya nchi hiyo. Huku wananchi wa Marekani wakiendelea kukasirishwa na vita vya kichokozi vya nchi hiyo pamoja na utawala haramu wa Israeli dhidi ya Iran, viongozi wa ngazi ya juu wa Washington sasa wanajaribu kujitenga na chokochoko za Israeli katika eneo. Katika msimamo wa karibuni kuhusu swala hili, J.D. Vance, makamu wa rais wa Marekani, amedai kwamba baadhi ya wakati malengo ya Marekani hutofautiana na Israeli kuhusu Iran na kwamba Washington inataka tu Iran isipate silaha za nyuklia. Rais Donald Trump wa Marekani awali alisisitiza kuwa yeye ndiye anayefanya maamuzi ya mwisho kuhusu vita na Iran na kwamba Benjamin Netanyahu lazima afuate maamuzi ya rais wa Marekani kuhusiana na swala hilo. Hii ni katika hali ambayo siku zote watawala wa Marekani hasa kutoka chama cha Republican wamekuwa kidai kwamba wanaunga mkono kikamilifu sera za Israeli na kwamba hakuna tofauti zozote zilizopo kati ya Washington na Tel Aviv katika uwanja huo. Kwa mfano, Trump amekuwa akisema mara kwa mara kwamba hakuna rais yeyote wa Marekani ambaye ameunga mkono Israeli kama anavyofanya yeye, na kwamba katika kipindi cha utawala wake ushirikiano wa hali ya juu umeanzishwa kati ya Marekani na Israeli. Netanyahu pia amesisitiza mara kwa mara kwamba Israeli haijawahi kuwa na rafiki mzuri kama Trump katika ikulu ya White House. Hata hivyo, kujihusisha utawala wa Trump katika vitendo vya jinai na uchokozi wa Israeli kwenye kipindi cha miaka miwili iliyopita umekuwa na taathira kubwa katika msimamo wa serikali ya sasa ya Marekani mbele ya maoni ya walio wengi ndani na nje ya nchi hiyo. Hivi sasa matokeo ya mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran, ikiwa ni pamoja na kudhibitiwa safari za meli katika lango bahari la Hormuz, yameweka mzigo mkubwa katika maisha ya Marekani. Vita hivi vimeongeza kwa kiasi kikubwa bei ya nishati, ikiwa ni pamoja na petroli huko Marekani, na hivyo kuongeza mfumuko wa bei nchini humo. Aidha, askari wengi wa Marekani wameuawa katika vita hivi, ambapo uharibifu wa makumi mabilioni ya dola umesababishwa katika uchumi wa nchi kutokana na gharama za vita na mashambulizi ya Iran dhidi ya mali ya kijeshi ya Marekani kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Hali hii imepelekea Trump kutuhumiwa kuwa hana busara na kwamba amefanya makosa makubwa katika kuanzisha vita visivyo na udharura wowote dhidi ya Iran, vita ambavyo kimsingi vinatumikia maslahi ya Israeli na sio ya Marekani. Sasa Wamarekani wengi wanaamini kuwa Netanyahu ndiye aliyemburuza Trump kwenye vita hivi visivyo na tija na ghali mno kwa Wamarekani, na kwamba Trump amekanyaga waziwazi kauli mbiu yake mwenyewe ya eti Marekani kwanza ili kuwafurahisha Wazayuni. Katika anga hiyo, Trump na J.D. Vance sasa wanajaribu kubadilisha taswira hii mbaya mbele ya maoni ya umma ndani na nje ya Marekani na kudhihirisha Washington kuwa iko huru mkabala wa mienendo ya matakwa ya Wazayuni. Nini hasa ambacho kitaendelea? Nitaendelea kukujuza hatua kwa hatua. Shukran kwa baba ya kivita. Mimi ni The Rich Voice.